Kwanza ni jambo la pekee kabisa alilolionyesha mwenyekiti wetu wa sasa. Ilikuwa ni tarehe 20, kweli taarifa hiyo ilipatikana kijijini kwetu hapa kwamba kuna mwenzetu miongoni mwa wananchi aliuza ardhi ya kijiji. Lakini miongoni mwa wajumbe ambao tulihisi ndio wanaweza kuwa msaada wa kijiji, ndio wanaweza leo ndio wanakuja kuwa msumari wa kutaka kuangamiza kizazi cha Wanasaragana. Sasa mimi kwa maoni yangu, kwa sababu imeshadhihirika kabisa ni mali ya kijiji, kwa sababu katika maelezo ya mzee ambaye tulitegemea ndiye atakuwa mshauri wetu, ametuambia mwaka huo wa 1989 walipewa kujikimu lile eneo, na miongoni mwa wazee aliyowataja waliamua kuliacha kwa sababu ya umbali, yeye akawa amelichukua kwa sababu ya ulinzi. Sasa mimi kwa maoni yangu ya ujana wa kisasa, kwa sababu miaka hiyo sisi hatukuwepo na namba ya watu sasa hivi imeongezeka, hilo shamba mimi mwenyekiti niombe hiyo taarifa waliosema kuna shamba limeuzwa ekari 14 sisi 30, sisi tuombe kwa serikali yako hii ionyeshe mfano kwenye hiyo familia iliyouza. Yaani mfano utokee kabisa kwamba kijiji cha Saragana kimechukua maamuzi juu ya mzee aliyeuza ardhi ya serikali ya kijiji. Kama ni pesa kurudisha, yeye arudishe, au kama atakuwa na ardhi nyingine ya ziada ya kuifidia familia aliyoiuzia, hilo ni la kwake na nani? Na huyu aliyeuziana naye. Lakini leo unachukua mandate unaenda unauza eneo la ekari zaidi ya 20 na kitu, ambayo hata mahakama yetu ya mwanzo haiwezi kusikiliza ile kesi. Kwa hiyo kwa busara tu, mwenyekiti na serikali yako ulionayo, shirikianeni tu kwa pamoja, mwambie huyu aliyenunua eneo atafutane na huyu aliyemuuzia, na hao walioandikiana huko walikoandikiana watamalizania huko. Ninashangaa kwamba mnakaa kujadili swala ambalo watu wameamua kupora ardhi ya kijiji. Kwa mujibu wa sheria, huko ni kuingilia ardhi kwa nguvu na ni kosa la jinai. Mtu anapoingilia ardhi kwa nguvu anakamatwa na vyombo vya sheria na kufikishwa mbele ya sheria ili sheria itoe maamuzi. Ninavyofahamu, hizi barua ulizonazo ni vielelezo mahakamani kwamba ni mali yao, wataenda kule kusema baada ya kuwa tayari wamefunguliwa kesi ya jinai ya kuingilia ardhi ya kijiji kwa nguvu, na wanajaribu kukana kana kwamba sasa serikali ya kijiji haina ardhi. Maana yake hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hamiliki ile ardhi. Hao watu wanaojaribu kusema walimilikishwa peke yao ekari 30 na zaidi, na wengine tayari wameziuza, wameuza kinyume cha sheria, na inashangazwa kwa nini hawajachukuliwa hatua, na walistahili sasa hivi wawe aidha wao wamefungwa jela. Mimi huwa ninasema tu, maana siwaogopi, aidha wao wamefungwa jela au sasa hivi wangekuwa wako remanded ili kusudi washtakiwe upya. Haya mambo ya kusema sijui ardhi hiyo tungekuwa sijui tunakodisha, no. Huku tunakokwenda hatuna shule high school, hatuna high school inahitaji ardhi, hatuna kituo cha afya, hatuna tunahangaika hapa. Wanataka kutujengea kituo kikubwa cha polisi. Unaona? Hatuna ardhi, mnahangaika. Tayari kuna serikali imeweka vitu vingi pamoja na irrigation schemes, kwamba wangekuwa wametenga eneo fulani wa vijana wanaolima horticulture, hizi bustani hizi, wangekuwa wametengewa eneo wakachimbiwa rambo wafanye kazi za uzalishaji mali. Na huko tunakokwenda mbele ya safari, kijiji kikijaa, wangeweza kupima ardhi wakawapa watu angalau nusu eka au viwanja. Wewe mtu mmoja unaenda kumiliki ekari 30, usikii mwalimu anasema habari za ukabaila. Hiyo ardhi unayochukua umeiendeleza vipi? Maana ukishindwa kuendeleza ardhi unanyang'anywa, si ndio hivyo jamani? Sasa wewe umechukua ardhi ekari 30 alafu baadaye unaenda kuuza. Nani aliyekutuma kwamba una mamlaka ya kuuza ardhi hiyo? Ukamuuzia nani kwa sababu zipi? Wale wote muandikia hata barua, kama mtu anaeka 80, wengine sijui ngapi. Watu tumekaa hapa bila mashamba, tungekuwa tunalima na sisi. Unaona? Yaani hao wangenyang'anywa na sisi tungesema leo bana na sisi Magesa anapata eka moja pale. Nafikiri ndilo hilo. Na maamuzi wananchi wa Saragana tunayatoa. Kila wakati tunayatoa. Unajua neno ambalo linatukanganya sisi
ni hii kujikimu, kwa sababu kujikimu huku hawakupewa muda kwamba hili shamba unalojikimu utamaliza miaka 2 au utamaliza miaka 20. Yani umepewa tu kujikimu na mtu anafikia kujenga nyumba mle. Yani kujikimu, maana ya kujikimu hata mwaka mmoja uishi, lakini mtu anapokwenda kujikimu anajenga na nyumba, ni kujikimu huko. Tufanye ajenda kama watu wa Uingereza. Watu wakishaunga mkono kwenye meza yako wakasema hili kasema hili, ndio kwamba ajenda imeisha. Hao wote waliokuchukulia nafasi hiyo ya shamba la kijiji, kwanza mimi naomba tofauti na Bugembe uwataje mbele ya hadhara hii kwamba ni wangapi, nani na nani na ekari ngapi, ili wananchi wao aware. Tuseme tuko watu wa kabisa wamechukua, watajwe. Ardhi ni mali ya kijiji cha Saragana. Kwa maamuzi hayo ya wananchi wale wote walioko huko, wanaombwa, tunawapa maelekezo wajisalimishe mara moja ofisini.